Mkuu wa klabu ya Young Africans 2026 kutoka Superdome Masaki. Niko na chuma cha Mjerumani. Kwema? Bwana, niko vizuri. Mambo yanasemaje? Nashukuru niko vizuri sana. Bwana, mambo yako matatu kwanza ambayo umeobserve tangu kuanzia kampeni mpaka kufika kilele leo, siku ambayo wanayanga wanaenda kufanya uchaguzi. Mambo gani matatu ambayo umeobserve wewe? La kwanza ni mpangilio wa mkutano mzima namna ambavyo ulivyo. Hakuna purukushani. Lakini la pili ni namna ambavyo utulivu ulivyokuwa ni mkubwa sana. Wanachama wanasubiri kwa mkubwa sana kuona mkutano wao kwa mujibu wa katiba ambayo wanaifuata unakwenda kufanyika katika hali ambayo ni ya ubora mkubwa sana. Lakini la tatu ambalo nataka kusema ni kwamba ambayo nimeliona kifupi ni utulivu sana. Utulivu sana, kila mmoja yuko happy, hakuna ambaye anaonekana ana msongo wa mawazo ama changamoto ya afya. Kila mmoja na enjoy kuja katika mkutano wa Yanga ambao umesheheni, mpangilio ni mzuri kabisa. Bwana, tuambie wewe matarajio yako, manake katika nafasi ya rais pamoja na makamu imeonekana kutokuwa na kipingamizi, lakini kwa wajumbe wamekuwa 16 wanakwenda kwenye boksi. Hii inatoa ishara gani? Ni kuonekana uchaguzi msimu huu umekuwa mgumu au umekuwa kwa namna gani? Kwa sababu tumeona kama washiriki ni wengi, kwenye miaka karibuni hatujawahi kuona idadi kubwa ya wajumbe kama hiyo. Ni kweli, kila mmoja ana uhuru ama demokrasia, kwa maana kwamba kuja kuwania katika idara nzima ya ujumbe kwenye eneo zima la rais na makamu wa rais. Tayari unaona kabisa kwamba limekwisha pata watu wao, ni kwa sababu ya kazi kubwa sana ambayo wameifanya. Lakini huku kwa wajumbe ni kazi ya wajumbe. Sasa wapiga kura wao wenyewe wanakwenda kuwachagua wakina nani. Wote wale ambao walikuwa kipindi cha nyuma wamerudi. Nadhani ibaki kama nafasi ya wapiga kura kuona kwamba wanakwenda kumchagua nani. Unaelewa vizuri, hiyo ni jukumu lao wao wenyewe. Ndio. Bwana, tuzungumzie kidogo kuhusiana na mambo mawili matatu ambayo yamejitokeza hapa. Kwanza, jana limefanyika tukio, moment kubwa kabisa ya mnyama Simba kwenda Ngorongoro, lakini pia pamoja na kuzindua jezi, kwa sababu tunaona klabu zote sasa hivi zinaelekea kuzindua jezi kuelekea kwenye matamasha yao. Mnyama ameanza kutambulisha jezi, umepata wasaa kuziona na unazungumzia jezi zao chini ya J-Root? Niseme tu kwamba jezi sio mbaya. Jezi sio mbaya, ni nzuri, na ambacho nimekiona kwangu mimi, jezi ya msimu huu ni kama jamaa ameshtuka baada ya kuonekana kama amepata shoti, ameileta imekuwa nyepesi. Ni kwa sababu ya namna ambavyo kutoka kwa sokoni imekuwa ni ngumu sana kulingana na uwezo wa kifedha wa watu. Lakini kifupi ni kwamba ni jezi ya kawaida, ni jezi nzuri lakini kawaida fulani hivi bado. Ni jezi ya kawaida kwangu mimi. Yaani hapo sijaelewa, unanichanganya au unamchanganya mtazamaji? Ni jezi nzuri lakini ya kawaida. Ni ya kawaida. Kwa kawaida yake upo wapi? Na kupest. Yaani wataalamu wa kufanya creativity hawajataka kuumiza kichwa sana. Wakaichungulia Bayern kule, sikiza tuweke zebra na sisi tumemaliza. Sijaona creativity. Ni nzuri lakini ya kawaida sana. Hawajaumiza kichwa, yani wamechukua Bayern wakaweka kwa mnyama. Tuondoke. Lakini hiki ni kwa sababu unajua, tukizungumza kwenye swala zima la jezi, Young Africans ndio waanzilishi wa jezi kali na jezi yenye bei kubwa kuliko timu yote nchi. Kwa jamaa akaangalia kama liweka bei kubwa, acha mtipui ni punguze material lakini bei baki ile ile. Lakini ni jezi nzuri, yani inakuja inakataa, inakuja inakataa. Ni ya kawaida sana, ni ya kawaida sana. Kwangu mimi ni ya kawaida sana. Ndio. Bora tutazame Ibrahim Doumbia. Wapo wanaonekana kumbeza, wapo wanaonekana kusema ni steka kweli, wapo wanaosema bado wanampa muda. Tumemwona kwenye big game dhidi ya Singida Black Star. Ameweza kufunga goli lake la kwanza. Kitu gani ambacho unaweza kusema? Kwangu mimi Doumbia, mshambuliaji huyu mpya kutoka Mali, ni mshambuliaji wa level ya kawaida. Ya kawaida sana. Washambuliaji kama kina Doumbia Mbagala hapo wakumwaga wale. Mbagala wako wengi sana. Kitu gani ambacho kinamfanya awe wa kawaida kwa utamu, kwa quality zile za kushambuliaji anakosa? Najaribu kumwangalia, bado hanishawishi kwamba ana uwezo wa kutoka na Mali, ama sasa mpira anao, si ndio wenzake wamfuate.
unaelewa vizuri, yani ni mzuri kwenye airball, lakini bado hajanishawishi, bado najaribu kumwangalia Dumbia na Jafari Kibaya, naondoka Jafari Kibaya. Dumbia na Jafari Kibaya, naondoka Jafari Mashujaa. Wa Mashujaa. Ni mshambuliaji mzuri, lakini bado wa level ya kawaida. Shia umepita washambuliaji wakali nchi, huwezi kusema Dumbia. Mayele mechi moja tu alianzia sabu. Unaelewa? Nabi akaanza sikiliza, we mashine, mechi inayofuata akaenda kuanza. Yani bado hakupi vitu potential, kama timu haina mpira anafanya nini? Bado ana changamoto ya kuilinki timu. Yani ukiondoa airball, maana ukishika kule mmaliza. Yani kwangu mimi Ibrahim Dumbia ni mshambuliaji mzuri, lakini anatumia nguvu sana, kama ule mkaso kukatia maua ule. Hebu utumie nguvu sana, yani kukatia wanasema mchongoma. Ule kukatia michongoma, hebu utumie. Oh, Ibrahim Dumbia ni mkaso wa mchongoma. Mkaso wa mchongoma ule. Ni mshambuliaji mzuri, lakini ule mkaso wa mchongoma ule. Upige sana Maana mimi Ibrahim Dumbia ukimweka na mwalimu hapa anaondoka na mwalimu. Lakini linaonekana juu hakuna kumzuia kwa sababu kule anaganda juu anaelea. Sasa hiyo ni sifa ambayo umetoa wewe. Lakini bado ni mshambuliaji wa level ya kawaida. Ndio nasema sasa kwenye ubora wake, yani ambacho kitu anakiweza. Maana hata wewe yani magoli yake mengi ukiangalia mengi ni ya open space kwa asilimia kubwa. So akifichua space anaweza akafanya kitu. Na hata mimi natamani sana nimuone hadi approve wrong wiki ambacho nimekisema. Tarehe 12. Wala hakuna sio mbali. Sio mbali. Tuangalie sasa utatu mtakatifu. Tumeona Yanga wamecheza mechi hapa mbili za kirafiki wakampiga mtu 7. Ya jana matokeo yake sikumbuki vizuri. Ni ngapi Mzumbe? Jana 7 tena. Unazungumzaje? Inaonekana nini kinaandaliwa? Kwa sababu ukisikia aina matokeo, ukisikiliza na dozi wanaotoa, inaonekana ni hatari. Kwa sasa kuidiaji Yanga kwenye mechi za pre-season ni mapema, kwa sababu ni mechi ambazo za kawaida, easy to difficult match. Kwa hiyo wacha tuone namna ambavyo uzani unavyozidi kwenda wa kiushindani, tutakwenda kuyafahamu mengi, lakini niseme tu kwamba Yanga isipuuzwe. Yanga isipuuzwe. Hii Yanga imesajili. Huu ndio msimu JSM ataimbwa sana huu msimu. Atapata lawama taifa, ataimbwa wapi? Hata hapa ndani ataimbwa sana. Ndani anaanzia hapa. Ataimbwa sana hapa. Ataimbwa sana humu ndani. Lawama zitakuwa nyingi. Kwa ni swala muda la kusubiri. Lakini Yanga natoa tangazo la taifa. Yanga isipuuzwe. Sitaki kesi mbeleni. Asante, naingia kwenye mkutano. Kila laheri, unataka ukasikilize ngadu kwa ngadu. Nisikilize sera za wagombea bwana. Unajua tena bwana. Sera za wagombea ambao wamefanya kazi. Unajua sifa ya mgombea hadi akuonyesha watapewa nafasi tena leo. Lazima uzungumze, utoe sera zako pale. Hata 2-2 za mwisho. Hata 2-2 za mwisho sio mbaya. Yaani raha ambayo naiona Yanga anakwenda kuwafundisha wawili kwenye wajumbe nafasi za upendeleo. Wewe ulivyofuatilia unaona, unaamini kwa utendaji wao lazima warudi. Of course wajumbe wote ambao walikuwepo Young Africans wamefanya kazi kubwa sana na wanarudi wote. Wamefanya kazi kubwa sana. Itosha kusema. Kila laheri mzee. Limeisha.